hii ni ripoti ya Baraza la Mapinduzi ya mwaka 1992 ilikuwa inaeleza kasoro za muungano, na katika hii wenyewe wanasema kwenye ukurasa wa 17 hichi kitabu si changu jamani, si mawazo yangu. 92 hamkuwa na upinzani kwenye Baraza la Mapinduzi eti jamani, si walikuwa wenyewe watupu? Sasa humu anasema katika kasoro za msingi, moja ni kuongezeka kwa mambo ya muungano, tena kuongezwa bila ya mashauriano, kuongezwa bila ya kufikiriwa, kwamba kwa kadri unavyopunguza mambo ya muungano yasiokuwa ya muungano ukaingiza kwenye muungano, ina maana unaibana, unaiminya, unaikamua Zanzibar. Na ndio yalivyotokea. Muda wetu hautoshi kuyasoma, lakini ukisoma kitabu cha Mzee Jumbe jamani utastarehe, haya utayajua vizuri kweli kweli. Sasa mambo ya muungano yametoka kutoka 11, yamechukuliwa, leo tuko mangapi? 41. Kwa hiyo ina maana tulipokuwa na mambo 11 ya muungano, maana yake ni nini? Kwamba Zanzibar tulikuwa na mamlaka makubwa zaidi. Aliyekuwa akinyonywa, alokuwa akikamuliwa, alioibiwa, aliodhulumiwa ni huyo ambaye amekuwa akinyang'anywa moja baada ya jingine, yakiingizwa kwenye kapu la muungano. Kwa sababu yakiingia wewe humo huna mamlaka ya kisera, ya kisheria, ya management wala mapato. Kwa hivyo kasoro ya kwanza ya muungano kubwa, mtu asikubabaishe, mtu asikusifie, la mwanzo kasoro kubwa, uchawi mkubwa wa kuimaliza Zanzibar umekuwa ni uchawi wa kutumia, kuyaondoa, kuyapunguza mambo yasiokuwa ya muungano, kuyafanya ya muungano. Tumeelewana? Na haya yalipelekwa kwa utaratibu gani jamani? Wakati wa katiba ya kudumu ile ya mpito, si kweli kwamba kulikuwa na mashauriano. Na hii ndio inavyosema ripoti hii maarufu inaitwa ripoti ya Amina ya 92. Naam, ripoti mwenyekiti wa timu hii alikuwa Mheshimiwa Balozi Amina Salum Ali, kwamba ametoka 11 mpaka leo tuko 41. Sasa niambieni, hiyo Zanzibar imebakia na kitu gani? Zanzibar imebakiwa na nini? Ikiwa 41, maana yake 30 yameongezwa zaidi. 30 haya maana yake yamechukuliwa kutoka Zanzibar. Na wakati ule njia alikuwa akitumia kwenye katiba ile ilikuwa na kifungu kikiitwa kifungu cha tafsiri. Kifungu kile cha tafsiri ndio kilikuwa kikieleza orodha ya mambo ya muungano. Kwa hivyo wao walikuwa wakibadilisha kile kifungu kile tu, kusema kwamba sasa mambo ya muungano maana yake ni fulani na yanaongezwa kwa kupitia utaratibu huo, kubadilisha kifungu cha tafsiri. Na wakati yalikuwemo kwenye mkataba wa muungano, hakukuwa na yeyote aliyokuwa na mamlaka ya kubadilisha, kuongeza mambo ya muungano bila ya kurudi kwenye mkataba wa muungano na mkakubaliana pande mbili kwamba sasa tunakubaliana kuyaongeza. Kwa sababu ukiongeza maana yake unapunguza kwingine. Ni kama vile una matenki mawili, ukiyafyonza maji ya upande tenki moja kuyaingiza kwingine, maana yake tenki jingine ndio unalimaliza. Kwa hiyo ndo jambo la kwanza
mimi niseme kasoro ya kwanza kwamba haya mambo ya muungano yamekuwa yakichukuliwa, na leo tumefika pahala Zanzibar imebaki debe tupu. Maana leo tunazozungumza bandari ni jambo la muungano, halikuwemo. Jambo la mwanzo ambalo waliliongeza sarafu, fedha na mabenki, hayakuwemo kwenye muungano. Ina maana ulipoyaondoa hayo ukaingiza kwenye muungano, ina maana nini? Zanzibar umeinyang'anya mamlaka ya kuwa na haki juu ya mabenki, kuwa na fedha na masuala ya sarafu, ambao mpaka tunaungana hayo Zanzibar ilikuwa na mamlaka. Suala la bandari halikuwa jambo la muungano. Ulipolichukua ukaliingiza kwenye muungano, ina maana kwamba umeinyang'anya Zanzibar mamlaka ya namna hii. Kwa hiyo ndugu zangu, nadhani hapa hapataki tochi kwamba muungano huu leo unaoitwa tunu ya taifa, leo unaoitwa ni hazina, leo unaoitwa ni heshima, muungano huu ulichokifanya ni hichi: kuibana, kuikamua Zanzibar na kuibakiza kwamba ni debe tupu. Tunafahamiana? Tuendelee? Imetosha mpaka hapo? Lakini sasa suala ni kwamba kwa hivyo jambo la pili nilizungumze hapa labda kabla sijaenda nukta nyingine, ni kwamba jamani, hawa watu walikuwa hawayaoni, wameyaona. Kaeleza hapa makamu mwenyekiti juhudi ambazo wamekuwa viongozi mbalimbali wakichukua kwa ajili ya kutatua hizi kero za muungano. Lakini kero hizi za muungano, kusema kweli, ambao kero kubwa ni hii ya kuwa mambo ya muungano ni mengi, yameinyang'anya Zanzibar mamlaka. Hii ndio kero ya mwanzo. Lakini zimeundwa kamati na kamati na kamati. Mimi niliwahi kuandika makala mada mwaka 2005 ikiitwa masuala yasiyo na majibu katika muungano. Masuala yasiokuwa na majibu katika muungano, na niliziainisha kamati karibu 20 ambazo zimeundwa kwa ajili ya kutatua kero za muungano. Lakini naomba niwasomee kwa haraka. Kamati ya Baraza la Mapinduzi, kamati ya Amina, ndio hii ripoti yake mwaka 92. Kamati ya pili, kamati ya rais ya kupambanua kasoro za muungano, kamati ya Shamhuna ya mwaka 97. Kamati ya rais kuchambua ripoti ya Kisanga, kamati ya Salim Juma Othman. Kamati ya rais ya kuandaa mapendekezo ya SMZ, kamati ya Ramia mwaka 2000. Kamati ya BLM juu ya sera mambo ya nje, kamati ya rais ya wataalamu juu ya kero za muungano 2001. Kamati ya BLM juu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, kamati ya mafuta, kamati ya madeni baina ya SMZ na SMT, kamati ya suala la EZ, kamati ya masuala ya fedha ya benki kuu, kamati ya rais ya masuala ya simu, na nyingine nyingi. Lakini niwaambie kwa mfano humu, niwape mfano mzuri tu muone kwamba katika hii kamati ya 92 ya Baraza la Mapinduzi, hii ya mwaka 92, kamati ya Amina. Kamati ya Amina iliainisha mambo 12 ambao walitaka Baraza la Mapinduzi, serikali ya Zanzibar ya Chama cha Mapinduzi
ilipeleka kwenye serikali ya muungano kwa wenzao Chama cha Mapinduzi kwamba yaondolewe kwenye muungano. Waliainisha mambo 12. Waliainisha mambo mangapi? 92 mpaka leo mwaka wangapi? 33. Hakuna hata moja lililoondolewa. Mambo walioainisha kwamba yaondolewe, kwanza kodi ya mapato. Siku zote tunapiga kelele kodi ya mapato. La pili mikopo. La tatu misaada. La 4 mahusiano ya kimataifa. Jambo la 5 fedha za kigeni na usimamizi juu ya mambo yanayohusikana na fedha za kigeni. Jambo la 6 mabenki pamoja na mabenki ya kuweka akiba na shughuli za mabenki isipokuwa Benki Kuu ya Tanzania. Masuala offshore banking na mengineyo. Jambo jingine, leseni za viwanda litoke kwenye muungano. Bandari litoke kwenye muungano. Usafiri wa anga litoke kwenye muungano. Takwimu isipokuwa sensa litoke kwenye muungano. Biashara za nje isipokuwa bodi ya biashara za nje itoke kwenye muungano. Haya jamani, yalipendekezwa mwaka gani? 92 na baraza na serikali ya Mapinduzi Zanzibar ya Chama cha Mapinduzi kuwapelekea wenzao Chama cha Mapinduzi. Kuna lipi